Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo. Chaneli yenye kulitangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani na katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku, sawasawa na vile neno la Mungu linavyosema. Somo letu la leo linatoka Luka Mtakatifu sura ya 15 mstari wa kwanza na wa pili. Karibu tufuatane ninaposoma. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakamnung'unikia wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Mpendwa mtazamaji, nimependa tuangalie maneno machache kutokana na mazungumzo au malalamiko ya hawa Mafarisayo na waandishi, lakini pia mwitikio wa watoza ushuru na wenye dhambi kuhusu Yesu Kristo. Yesu yeye alikuja kwa ajili ya watu wote. Hakuna watu ambao wana hati miliki ya Yesu Kristo. Yesu ni mali ya wote, maana alikuja kwa ajili ya wote waliopotea. Alikuja kukitafuta kile kilichopotea. Na hapa tunamwona Yesu akiwa anazungukwa na watoza ushuru, watu ambao kwa watu wa dini waliwaona kuwa ni wenye dhambi kwa sababu hawakuwa katika imani ile iliyokuwepo ya Kiyahudi, lakini pia hawakuwa na kanuni zile za dini ya Kiyahudi ambazo zilikuwa ni sahihi, lakini wao walikuwa hawana zile. Na hao watu Mafarisayo ambao si kwamba walikuwa wanazifuata kama vile zinavyohitaji, lakini wao walijiona kama wana hati miliki ya Yesu Kristo. Somo hili linazungumza juu ya Yesu anavyowakaribisha wenye dhambi. Tutakapoendelea mbele, tutaona jinsi ambavyo Yesu anaeleza sana katika kujibu haya manung'uniko ya hawa Mafarisayo. Lakini katika mistari hii, hebu tuangalie kwanza juu ya malalamiko yao. Wanasema mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, na sio kuwakaribisha tu, lakini hula pamoja nao. Ujumbe tunaokuta kwa kitendo hiki cha Bwana Yesu ni kwamba haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, Yesu anakukaribisha. Yesu anamkaribisha kila mtu, anawakaribisha watu wote. Haijalishi hao watu wameishi katika dhambi au wametenda dhambi kiasi gani, Yesu Kristo alikuja kwa ajili yao. Alikufa msalabani kwa ajili yetu sote, maana hakuna hata mmoja ambaye ni mwenye haki kwa binafsi yake, lakini Yesu Kristo ndiye anayetupa haki pale tunapomwamini. Mafarisayo na waandishi waliwakataa wenye dhambi, lakini Yesu aliwakumbatia. Leo Yesu Kristo anakuita wewe mpendwa mtazamaji, na kwamba hakuna dhambi yoyote ile ambayo inaweza ikawa kubwa kuliko neema ya Yesu Kristo. Neema ya Mungu ni kubwa
kuliko dhambi yoyote iliyowahi kutendeka. Yesu anatualika vile tulivyo. Katika kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18 na 19, neno la Mungu linaonyesha jinsi Mungu alivyojitoa kwa ajili ya kutakasa, kusafisha watu wanaomjia. Nitapenda nisome mistari hii, mpendwa mtazamaji. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa tunaona jinsi ambavyo Mungu ametoa mwaliko kwa watu wote. Anasema hata kama dhambi zako zingelikuwa nyekundu sana kama damu, anasema zitasafishwa, zitakuwa nyeupe kama sufu. Huo ni uweza wa Mungu, na huo ni uweza ambao tunaukuta umo katika damu ya Yesu, kwamba tunapomwamini Yesu, damu yake ambayo aliitoa pale msalabani ina uwezo wa kutusafisha sisi na dhambi zetu zote. Anasafisha mioyo yetu, anasafisha dhamiri zetu, anasafisha hatia zote ndani mwetu, anatutakasa, anatuhesabia haki, anatutangaza kwamba tumekuwa huru, si kwa sababu ya matendo yetu, lakini kwa sababu ya kazi ambayo yeye aliifanya pale msalabani kwa ajili yetu. Kwa Yesu Kristo alikuwa anaonyesha katika maisha yake ya kila siku, alipokuwa anatembea, watu walipokuwa wanamkusanyikia, alikuwa anatangaza, anasema ni kwa sababu hii nalikuja, ili kukitafuta na kukiokoa kile kilichopotea. Mpendwa mtazamaji, mwaliko unakuja kwako kwamba njoo kwa Yesu jinsi ulivyo, hata kukataa. Tubu dhambi zako na upokee msamaha wake vile ulivyo. Mpendwa mtazamaji, Yesu anakupenda hivyo hivyo. Yuko tayari kukutakasa, kukusafisha na kukuhesabu kuwa mtu mpya. Neno lake linasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hicho ni jambo ambalo Yesu analifanya pale ambapo tu unasema, Yesu, ninayatoa maisha yangu kwako. Napomalizia, mpendwa mtazamaji, ni kualike katika mwaliko huu wa Yesu ambaye anazungukwa na wenye dhambi, anazungukwa na watu ambao wanaonekana hawana kitu. Yesu amekuja kwa ajili yao. Sijui wewe unajisikiaje, lakini nakuletea mwaliko huu. Njoo kwa Yesu leo. Mruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako, atakusamehe dhambi zako zote. Kama hujawahi kutubu, ninaomba ufuatane nami katika sala hii, unifuatishe, uifanye kuwa sala yako, naye Bwana atakutakasa. Baba Mungu, ninakushukuru kwa upendo wako wa ajabu. Wewe uliacha mbingu juu ukaja duniani ili kuja kumtafuta mwanadamu aliyekuwa amepotea katika dhambi. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu. Ninatubu kwako Bwana. Ninaomba unifanye kuwa kiumbe kipya. Unisafishe Bwana kwa damu yako ya thamani. Unirehemu Bwana. Unifanye kuwa kiumbe kipya. Kuanzia sasa ninayatoa maisha yangu kwako ili nitembee pamoja na wewe. Asante kwa huruma zako. Asante kwa upendo wako.
katika jina la Yesu Kristo. Amen.